Daktari Frederick Eyase, mtafiti mkuu katika kituo cha utafiti wa virusi cha taasisi ya utafiti wa matibabu humu nchini KEMRI, amesema kuwa maandalizi ya mapema na mawasiliano ni muhimu katika kudhibiti kuenea kwa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Eyase, ambaye alizungumza na runinga ya Channel One, amesema kuwa serikali iko kwenye njia sahihi katika kuanzisha vituo vya karantini pamoja na kuimarisha uwezo wa wahudumu wa afya na mifumo ya afya katika ufuatiliaji wa virusi hivyo vya ugonjwa huo. Virusi vya ugonjwa wa Ebola vina aina 6 tofauti ambazo ni pamoja na virusi vya Zaire vilivyogunduliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 1976 na ambavyo bado vinaonyesha kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kusababisha ugonjwa huo. Virusi vya Sudan viligunduliwa nchini Sudan mwaka 1976, virusi vya Reston vilivyogunduliwa Virginia nchini Marekani mwaka 1989, virusi vya msitu wa Tai vilivyogunduliwa nchini Cote d'Ivoire mwaka 1994, virusi vya Bundibugyo vilivyogunduliwa nchini Uganda mwaka 2007 na vya hivi majuzi vya Bombali vilivyogunduliwa nchini Sierra Leone mwaka 2018. Kwa mujibu wa mtafiti mkuu katika kituo cha utafiti wa virusi cha taasisi ya utafiti wa matibabu nchini KEMRI, Daktari Frederick Eyase, kati ya aina hizo 6 ni cha 3 pekee ambazo zimesababisha chamko la ugonjwa huo, nazo ni Zaire, Sudan na ya hivi majuzi ya Bundibugyo. The nature of viruses is that they evolve. You never know in future. Mtafiti huyo anaonya kuwa mataifa yaliyo katika maeneo hayo hayako salama, ingawa yako katika hatari ya kiwango cha chini cha maambukizi, na hivyo yanapaswa kuwekewa mikakati ya kuzuia ili kuepusha uwezekano wa chamko la ugonjwa huo baadaye. No place is safe from any virus, and it's by, as we have said, because sometimes ecosystems go across borders, and also the nature of travel. Daktari Eyase amesema Kenya iko kwenye njia sahihi katika kuweka hatua za kinga kupitia ufuatiliaji na utambuzi wa mapema wa ugonjwa huo, pamoja na hatua za kukabiliana na dharura kupitia uanzishaji wa vituo vya karantini endapo chamko la ugonjwa huo litatokea. What the government is doing is right, in establishing areas that then if there is a problem, there are areas that can handle the problem, the outbreak if it comes in here. So the public should relax. Aidha, amesema Wizara ya Afya na maafisa wa afya ya umma pamoja na watafiti wa KEMRI wanajitahidi kuhakikisha kuwa Wakenya wako salama. So the public first of all should not be scared about Ebola. Ebola is not like SARS-CoV.